Habari ndugu na dada katika Kristo. Karibu katika kipengele cha 24 cha mfululizo wetu kutoka Mwanzo hadi Ufunuo. Leo tunasoma hadithi ya ajabu ya Yusufu katika nyumba ya Potifa. Hii ni hadithi ya uongozi, majaribu na ushindi kupitia imani. Yusufu, kijana aliyeuzwa utumwani na ndugu zake, ataonyesha jinsi Mungu anavyoweza kubadilisha hali mbaya kuwa baraka. Hebu tusome pamoja Mwanzo 39:1-6. Yusufu akashushwa Misri. Potifa, towashi wa Farao, mkuu wa walinzi Misri, akamnunua kutoka kwa Waishmaeli waliomshushia huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akafanikiwa, naye akakaa nyumbani mwa bwana wake Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja naye, na ya kwamba Bwana akafanikisha kila kitu alichokifanya mkononi mwake. Ndugu zangu, haya ni mazao ya uongozi wa kimungu. Yusufu hakuchagua kuwa mtumwa, lakini alichagua jinsi ya kuwa mtumwa. Hebu tuangalie mambo muhimu tunayokosa mara nyingi katika hadithi hii. Kwanza, Potifa hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa mkuu wa walinzi wa Farao, yaani mkuu wa usalama wa mfalme. Pili, bei ya Yusufu 20 shekeli ilikuwa bei ya wastani ya mtumwa, lakini Mungu alimfanya awe na thamani zaidi. Pia neno akamweka juu ya nyumba yake yote linaonyesha Yusufu alipewa mamlaka ya kisheria, si tu kazi za kawaida. Huu ni mfano wa jinsi Mungu anavyotumia hali ndogo kutengeneza ukuu. Sasa tunafika sehemu ngumu, majaribu ya kingono. Mke wa Potifa alimshawishi Yusufu kwa muda mrefu, lakini Yusufu alisema, "Je, nitawezaje kufanya uovu huu mkuu na kumtenda Mungu dhambi?" Angalieni, Yusufu hakusema sitamdhuru bwana wangu tu, bali ni dhambi dhidi ya Mungu. Hii ni uelewa sahihi wa dhambi, si tu kuvunja sheria za kijamii, bali kuasi dhidi ya Mungu mwenyewe. Wakati mke wa Potifa alipomshtaki, hakutaja jina lake, alimuita Mwebrania kwa dharau. Lakini Mungu alikuwa akimwandaa Yusufu kwa kazi kubwa zaidi. Wanyamapori walikuwa wakishuhudia mazingira haya ya ajabu. Simba, mfalme wa wanyamapori, alikuwa akiangalia hali ya binadamu kwa mshangao. Ona jinsi kijana huyu anavyoonyesha utukufu wa mwanadamu. Amepewa uwezo wa kuchagua na anachagua haki ingawa ni ngumu. Mimi ninaona kutoka juu, familia yake imemwangusha, lakini Mungu anamuinua. Binadamu hawajui baraka walizopewa. Hata mimi, ndege wa giza, naona mwanga katika kijana huyu. Mungu anamtayarisha kwa jambo kubwa zaidi. Laiti binadamu wangeona jinsi Mungu anavyowaongoza. Viumbe vingine havina uwezo wa kuchagua haki au ubaya. Lakini binadamu wamepewa kipawa hiki, na baadhi wanatumia vibaya, wengine vizuri. Yusufu anaonyesha ukuu wa mwanadamu aliyemuongozwa na Mungu. Ndugu na dada, hadithi ya Yusufu inatuonyesha mapendo ya Mungu yanatuongoza hata katika hali ngumu. Uongozi si nafasi ya kutumia wengine, bali nafasi ya kuwabariki wengine. Wakati unapokabiliwa na majaribu, kumbuka kwamba ni maandalizi ya Mungu, si adhabu. Kama Yusufu, chagua ukweli hata ukiwa utapoteza kitu. Mungu yu pamoja nawe na atakufanikisha katika njia yake. Je, unatumia nafasi yako ya ushawishi kumwongozea wengine kwa Mungu? Je, unashinda majaribu kwa nguvu za Mungu? Tuombee. Mungu, kama ulivyokuwa na Yusufu, uwe pamoja nasi. Tupe nguvu za kushinda majaribu na kutumikia kwa uaminifu. Amen. Fungana nasi kipengele kijacho tutakapoona Yusufu gerezani na jinsi Mungu anavyoongoza hata huko. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.